Mamia ya wakazi wa vijiji vya Musenge na Mavwe viliko katika kikundi cha Mwenye katika eneo la Bashwaga, eneo la Lubero, Kivu Kaskazini, wameyakimbia makazi yao kufuatia mashambulio ya vurugo yanayohusishwa na wapiganaji wa Allied Democratic Force ADF. Shambulio la kwanza liliripotiwa usiku wa tarehe 19 hadi 20 Januari mwaka 2026 katika kijiji cha Mavwe. Watu 5 waliuawa na makazi kadhaa yaliungua moto. Usiku wa Jumamosi hadi Jumapili tariki 25 Januari mwaka 2026, kijiji cha Musenge katika eneo lile la Bashwaga pia kilishambuliwa. Kulingana na viongozi wa eneo hilo, angalau raia 25 waliuawa, nyumba 63 ziliungua moto, pikipiki 2 ziliungua moto na mtu mmoja alijeruhiwa vibaya. Kutokana na hali hiyo, wakazi walioathiriwa wanahamia maeneo yanayochukuliwa kuwa salama zaidi. Jumatatu hii tariki 26 Januari, wakimbizi kadhaa walionekana barabarani, wengine wakienda kijiji cha Masoya na katikati ya Mwenye, wakati wengine wakienda mjini Butembo. Licha ya kuwepo kwa vikosi vya usalama katika eneo hilo, wakazi hao wanapendelea kuacha nyumba zao kwa hofu ya mashambulio mapya. Katika kikundi cha Mwenye, rais wa vijana Prince Kasanyo anasema kuwa operesheni za kijeshi za pamoja za FARDC EPDF zimejikita katika sehemu ya kusini ya eneo la Lubero tangu mwezi Juni mwaka jana na kuacha pembe tatu ya kifo kama eneo la kujificha kwa wapiganaji wa ADF ambapo wanashambulia raia. Baraza la vijana la eneo la Mwenye linawashauri viongozi wa mkoa na huduma za usalama kuchukua hatua za haraka ili kuhakikisha usalama wa wakazi. Hope News TV, Naganaga Thomas. Usafiri uliosimamishwa kwa wiki kadhaa kwenye ziwa Tanganyika kati ya mji wa Kalemi na Uvira umeanza rasmi kuanzia Jumanne hii tariki 27 Januari mwaka 2026. Uamuzi huu umetangazwa na gavana wa Tanganyika Christian Kitungwa Muteba kupitia taarifa rasmi. Usimamaji huu ulifuatia kuzorota kwa hali ya usalama Uvira, mji wa pili wa Kivu Kusini ambao ulikuwa chini ya tishio na udhibiti wa uasi wa AFC M23 kwa wiki kadhaa. Hali hii iliwakilisha hatari kubwa kwa usalama wa Tanganyika, jimbo jirani ambalo linaweza kuathiriwa na uvamiaji wa maji. Katika muktadha huu, usafiri wote kwenye ziwa Tanganyika, ikiwa ni pamoja na harakati za uhamiaji na biashara, ulikuwa umepigwa marufuku kabisa na mamlaka za mkoa. Kwa mabadiliko chanya ya hali ya usalama kujitoa kwa uasi Uvira na katika juhudi za serikali kuu za kurejesha mamlaka ya serikali hatua kwa hatua, uongozi wa mkoa wa Tanganyika umetangaza kufutwa kwa marufuku hii. Kuanza upya kwa usafiri unapokelewa kwa faraja na wafanyabiashara, wasafiri na wakazi wa maeneo la ziwa Tanganyika ambao njia ya mawasiliano na muhimu kwa biashara, kijamii na misaada kati ya mashariki na kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hope News TV, Naganaga Thomas. La AFC M23 limesisitiza kwamba halitaondoka Goma na Bukavu, miji miwili mikubwa mashariki mwa DR Congo ambayo iliangukia mikononi mwa waasi hao mapema mwaka 2025. Waasi wamekanusha madai ya vikosi vya kijeshi vya Kongo FARDC, wakiwatuhumu kwa kusababisha ukosefu wa usalama na machafuko baada ya kuondoka kutoka maeneo wanayoyashikilia, hasa miji ya Goma na Bukavu. Katika taarifa iliyotolewa Jumatatu Januari 26, msemaji wa AFC M23 Lawrence Kanyuka alisema hawataondoka kutoka maeneo yoyote ndani ya mikoa iliyokombolewa. Kanyuka alisema haya akijibu taarifa Januari 23 ya FARDC iliyowashutumu waasi kupanga machafuko kabla ya kuondoka kwao kutoka mji wa Uvira huko Kivu Kusini mnamo Januari 17. Hii inakuja siku moja tu kabla ya maazimisho ya kwanza tangu kuanguka kwa mji wa Goma ambao ulifuatiwa na kutekwa kwa mji wa Bukavu mnamo Februari 16. Wasi walifanya shambulio lao la kwanza kubwa mnamo mwezi Julai mwaka 2022 kwa kutekwa kwa Bunagana, mji ulioko kwenye mpaka na Uganda,
Tangu wakati huo wameendelea kudhibiti maeneo muhimu katika maeneo ya Masisi na Ruchuru huko Kivu Kaskazini pamoja na sehemu za mkoa wa Kivu Kusini. Pia wameteua magavana wapya wa mikoa na wakuu wengine. Kanyuka alisema maeneo yaliyo chini ya udhibiti wa AFC M23 yana utulivu na maisha ya kawaida yamerejea, huku huduma za umma zikiendelea kufanya kazi, shughuli za kiuchumi zikiendelea tena na hali ya maisha ikiboreka. Raia wanaendelea kufanya shughuli zao bila wasiwasi, huduma muhimu za umma zimerejeshwa kikamilifu na uchumi uko sawa, alisema. Aliongeza kuwa uzalishaji kupita kiasi wa kilimo umechangia kupungua kwa bei za chakula katika masoko ya ndani. Kanyuka alisema kwamba shule zinafanya kazi kawaida, upatikanaji wa maji safi na umeme haukatizwi, na kwamba hali kwa raia inaendelea kuimarika katika maeneo yote wanayoyadhibiti. AFC M23 haitaruhusu mtu yeyote, ikiwa ni pamoja na utawala wa Kinshasa, kuzoofisha amani na utulivu katika maeneo yaliyokombolewa, Kanyuka alisema, akiongeza kuwa kundi hilo linaendelea kujitolea kikamilifu na bila shaka kutetea na kulinda raia. Taarifa kwa vyombo vya habari vya FARDC ilikuwa sehemu ya sera pana ya taarifa potovu, uongo na udanganyifu wa maoni ya umma na utawala wa Kinshasa. Afisa huyo wa waasi pia alizungumzia madai yanayohusu waasi wa M23 kujiondoa katika mji wa Uvira Januari 17, akisema kitendo cha uangalizi na ufuatiliaji cha AFC M23 kiliondoka kijiji mchana kweupe kwa hiari na kama ishara ya nia njema iliyokusudiwa kuipa amani nafasi halisi. Kanyuka alibainisha kuwa Kinshasa ilipuuza wito wa AFC M23 wa kupelekwa kwa kikosi kisichoegemea upande wote Uvira na kupeleka vikosi vyake na washiriki wake ambavyo vinafanya ugeukaji mkubwa wa kazi za binadamu. Leo utawala wa Kinshasa umezima kwa makusudi huduma ya internet huko Uvira na maeneo yake jirani, ikilenga wazi kuficha hali ya kutisha na huzuni inawakumba raia, Kanyuka alisema. Ongezeko la kutisha la hotuba za chuki linaashiria hali hii pamoja na ukandamizaji, mashambulizi mapya kwenye ngome za AFC M23 na mabomu yakirushwa kiolela katika maeneo yenye watu wengi na kusababisha vifo zaidi na kuhamishwa kwa raia kwa kiasi kikubwa, taarifa hiyo inaeleza. Kundi hilo pia lililaani ugeukaji wa mara kwa mara wa kusitishwa mapigano na ugeukaji mkubwa wa mikataba ya mataifa, haswa serikali ya Kongo kutumia mamluki wa kigeni. Hope News TV na Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limethibitisha kuongezeka kwa nguvu zake katika nyanja ya usalama ya Afrika na kimataifa kulingana na kiwango cha Firepower 2026 kilichotolewa na hasa Jeune Afrique. DRC inashika nafasi ya 8 katika jeshi lenye nguvu zaidi barani Afrika na la 64 duniani kati ya jumla ya nchi 145 zilizotathminiwa. Kwa Power Index, katika mwelekeo wa kupanda juu, vikosi vya wanajeshi vya Kongo vinajitokeza katika muktadha wa kikanda ulio na migogoro inayoendelea haswa mashariki mwa nchi. Mwendelezo huu unaonyesha juhudi za kisasa, ongezeko la nguvu kazi, uboreshaji wa uwezo wa vifaa na kujitolea kwa utendaji katika nyanja kadhaa. Haishangazi Misri inabakiza nafasi ya kwanza barani Afrika mbele ya Algeria na Nigeria na kuunda timu 3 zilizoimarishwa katika kilele cha bara. Miongoni mwa mambo muhimu ya toleo la 2026, Tunisia ilirekodi maendeleo makubwa zaidi na kupata nafasi ya 11 duniani kote na 4 katika bara, wakati Morocco ilipanda nafasi moja ikipita Angola ambayo ilionyesha kupungua kidogo. Nafasi ya DR Congo katika 10 bora barani Afrika inakuja wakati nchi hiyo ikikabiliwa na changamoto kubwa za usalama, haswa kuendelea kwa ghasia mashariki. Utambuzi huu wa kimataifa unasisitiza uzito wa kimkakati unaokuwa wa FARDC, huku
ukiangazia matarajio katika swala la mageuzi, taaluma na ufanisi wa utendaji kazi ikiwa barabara itasalia kwa muda mrefu kushindana na nguvu kubwa za kijeshi za bara. Safu za Firepower 2026 inadhibitisha nguvu chanya kwa jeshi la Kongo linaloitwa kuchukua jukumu kuu katika kuleta utulivu wa nchi na eneo la maziwa makuu. Kilongo Espoir Itel, Hope News TV.